Kwa hiyo siku ya leo ni siku ya tarehe 1 mwezi wa 5. Namba 5 ina mambo mengi sana kibiblia. Namba 5 ni namba iliyobeba neema za Mungu. Namba 5 ni namba iliyobeba neema za Mungu. Namba 5 ni namba iliyobeba rehema za Mungu. Lakini ni namba ya majibu. Ni namba ya majibu. Imebeba rehema za Mungu, imebeba neema ya Mungu. Ni namba ya majibu. Ni namba ya upendeleo. Ni namba ya upendeleo. Lakini pia ni namba iliyobeba kitu cha kimahusiano na Mungu. Nimesema imebeba rehema za Mungu, imebeba neema ya Mungu, imebeba upendeleo. Lakini pia nimesema imebeba kitu cha kimahusiano na Mungu. Na nitakupitisha kwenye baadhi ya vitu vichache ambavyo vitakusaidia ili tunapoomba kwa ajili ya baraka za mwezi wa 5 ujue kwamba namba 5 ina kitu gani kibiblia. Kwa mfano, unaposoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 5, unaposoma kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 5 na ule mstari wa 2, Biblia inasema hivi: na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika. Na huko Yerusalemu kwenye mlango wa kondoo pana birika iitwayo Kiebrania Bethisada, nayo ina matao 5. Ina matao mangapi? Bwana Yesu asifiwe. Lile birika lilikuwa lina matao. Matao ni kama matawi. Tunakwenda sawa? 5. Ndani ya hiyo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wake uliokuwa umempata. Anasema hivi, ndani ya hiyo jamii kubwa wagonjwa walikuwa wamelala, na wagonjwa wenyewe sasa sio wagonjwa wa homa. Bwana asifiwe. Hapo kulikuwa na wagonjwa wa aina gani? Yaani wagonjwa wanaowataja hapa: vipofu, viwete, watu waliopooza, watu wenye stroke, yani yale magonjwa ambayo au vitu ambavyo usingetegemea vingekuwa na matokeo kibinadamu. Hawa walikuwa wanapelekwa pale kwenye ili birika lililokuweko hapa. Na maandiko yanasema matawi yake. Mimi nataka ufuatilie hiyo namba. Yalikuwa mangapi? 5. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namba 5 pia ni namba ya uponyaji. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini wale tunaofuatilia maandiko tunajua zile karama za Roho Mtakatifu ambazo zimeachiliwa ni karama ngapi? 5. Huduma ni huduma. Andika huduma. Ni huduma ngapi watu wa Mungu? 5. Hapo tunaona kuna mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. 5 tu. Mimi ninachofuatilia ni nini? Nini kimefungwa kwenye namba
tano. Kwa hata huduma ziko tano. Ziko tano. Lakini kwenye mwili wa binadamu, ukifuatilia miguu na mikono ina vidole vingapi? Vitano. Namba 5 ni namba ya majibu. Umeshawahi kufikiri vidole visipokuwepo? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mungu alipomtengeneza mwanadamu alimpa milango mingapi ya fahamu? 5. Aweze kuona, aweze kusikia, aweze kunusa, aweze kuhisi, aweze kuonja. Milango 5 ya fahamu. Kwa nini? Kwa sababu namba 5 ni namba ya majibu. Kama milango hiyo 5 ya fahamu isipofanya kazi, kuna vitu haviendi, kuna vitu havitokei. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonyesha kwa nini namba 5 ni namba ya neema, kwa nini namba 5 ni namba ya rehema, kwa nini namba 5 ni namba ya majibu. Daudi alipokuwa anaenda kupigana na Goliath, Biblia inasema alichagua mawe mangapi? 5 laini. Mawe 5. Alichagua mawe 5 malaini. Ndio akayachukua, akaenda na hizi namba. Usije ukafikiri zimeandikwa kimakosa. Anataka akusaidie kujua namna ya kujipatanisha. Anataka akusaidie kujua namna ya kujiunganisha na baraka iliyoko kwenye hiyo namba. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wakati Mungu anafanya agano na Ibrahim kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 15, wakati Mungu anafanya agano na Ibrahim kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 15, alipodai sadaka, alidai sadaka za aina 5. Mwanzo sura ya 15 na ule mstari wa 8. Mwanzo 15 mstari wa 8. Biblia inasema, akasema, Bwana Mungu, nitapataje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, nipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na ua na mwananjia. Wangapi? 5. Kwa hiyo alidai ndama, alidai kondoo, alidai mbuzi, alidai ua, akadai na njiwa. Namba 5 ikawa imefanya nini? Imekamilika. Wakati wale manabii wana tabiri kuhusiana na ujio wa Yesu, walimuelezea Yesu katika nafasi 5. Tukimsoma nabii mmojawapo, nabii mkubwa Isaya, unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 9, Isaya ile sura ya 9, na ule mstari wa 6, Yesu anazungumzwa katika nafasi 5. Unamwona Isaya akisema,
maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Nafasi ngapi? 5. Kwa wakati wanamuelezea Yesu, walimuelezea Yesu kwenye nafasi 5. Kwenye nafasi 5 anasema atakuwa na uweza wa kifalme. Kwa hiyo moja, atakuwa na uweza wa kifalme. 2, mshauri wa ajabu. 3, Mungu mwenye nguvu. 4, Baba wa milele. 5, mfalme wa amani. Kwa unaweza usielewe kwa nini nafasi 5. Kwa sababu namba 5 ni namba iliyobeba majibu. Namba 5 ni namba iliyobeba rehema za Mungu, ni namba iliyobeba neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini wale tunaofuatilia maandiko, tunajua, tunakumbuka habari za wale wanawali 10. Bwana asifiwe. 5 walikuwa wenye nini? Wenye busara, na 5 walikuwa wapumbavu. Kwa unaona 5. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ukifuatilia amri 10 za Mungu zimegawanyika kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza la amri za Mungu, zile amri 5 za kwanza, zimejikita katika kuelezea mahusiano ya mtu na Mungu. Amri 5, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana asifiwe. Zile 5 zimejikita kwenye mahusiano ya mtu na Mungu, mtu na Mungu. Alafu amri zingine 5 zimejikita kwenye mahusiano ya mtu na mtu. Kwa hiyo cha kwanza, Mungu alikuwa anataka mtu awe na mahusiano na yeye. Alafu unapokuja kwenye amri hizi zingine 5, anataka mtu awe na mahusiano na nani? Na Mungu. Kazigawa kwenye makundi mawili, 5 kwa 5. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wale tunaofuatilia habari za mahusiano ya Yusufu na ndugu zake, ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 43, Mwanzo ile sura ya 43 na ule mstari wa 34, Biblia inasema wakapelekwa sehemu ya chakula kutoka mezani pake, lakini akazidisha sehemu ya Benjamini iwe kubwa mara 5 kuliko zao. Wakanywa wakafanya furaha pamoja naye. Hii ilikuwa ni baada ya wale ndugu zake Yusufu. Ukisoma kuanzia pale nyuma, baada ya Yusufu kukaa sawa na ndugu zake, Biblia inasema yule mdogo wake Benjamin hakumpa fungu linalofanana na kaka zake. Yule mdogo wake Benjamin ambaye walizaliwa mama mmoja tumbo moja, yule alimzidishia mara ngapi? Mara 5. Sasa nimekupitisha kwenye baadhi ya hiyo mifano ili uone kwa sehemu namba ngapi? Namba 5.
Sasa yako mambo mengi sana kwenye Biblia ambayo yanaelezea namba tano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namba tano ni namba ambayo imebeba ufunuo, ni namba ambayo imebeba majibu, ni namba ambayo imebeba rehema za Mungu, ni namba ambayo imebeba upendeleo wa Mungu, ni namba ambayo imebeba neema ya Mungu. Kwa hiyo leo tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025, lazima Mungu akupe neema ya kujua namna ya kujiunganisha na baraka zilizoko kwenye namba 5. Mungu, ninajua huduma ziko 5, ninaomba jifunue kwangu. Daudi alichagua mawe 5, jiwe mojawapo lilimwangusha Goliati. Bwana Yesu, mwezi wa 5 nikamwangushe Goliati aliyesimama mbele yangu. Haleluya! Lile birika lilikuwa na matao 5, na maji yalipochemka watu waliponywa, viwete waliponywa, vipofu waliponywa. Bwana Yesu, ninaomba kwenye huu mwezi wa 5, chochote ambacho kimesimama mbele yangu kama ugonjwa, kama tatizo, ninaomba uingilie kati. Ninaomba uponyaji wako, ninaomba nguvu zako, ninaomba uwepo wako, ninaomba upenyo kwenye kitu chochote ambacho kimesimama kama ukuta. Lakini Benjamini alipewa mara 5 zaidi. Hiyo inaonyesha upendeleo, favor. Mungu, ninaomba upendeleo kwenye mwezi wa ngapi? Wa 5. Kuna milango sijawahi kuiona ikifunguka, ikafunguke mwezi wa 5. Kuna hatua sijawahi kupiga, nikapige mwezi wa 5. Kuna maeneo sijakanyaga, nikakanyage mwezi wa 5. Kuna baraka sijawahi kukutana nazo, nikakutana nazo mwezi wa 5. Kama wanawali walikuweko wapumbavu na wenye busara, Mungu, ninakataa upumbavu kwenye mwezi wa 5. Upumbavu unawakilisha uzembe, ujinga. Kuna baadhi ya matatizo tunakutana nayo kwenye maisha kwa sababu ya uzembe. Kuna baadhi ya umaskini tunakutana nao kwa sababu ya uzembe. Kuna baadhi ya hasara tunakutana nazo kwa sababu ya uzembe. Mungu, mwezi wa 5 sitaki kuwa sehemu ya wale 5 wapumbavu. Nataka kuwa sehemu ya wale 5 wenye nini? Wenye busara. Achilia busara ndani yangu, achilia hekima ndani yangu, achilia akili ndani yangu ambayo itanipa kuona kitu ambacho sijawahi kuona. Unajua maandiko yanasema kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka mingapi? 1000. Maana yake nini? Maana yake kuna siku unaweza ukakutana na muujiza wako ukabadilisha maisha yako yote. Kuna mahali unaweza ukakanyaga tu, kuna kitu unaweza ukasoma tu, kuna taarifa unaweza ukapokea tu, kuna mtu unaweza ukaonana naye tu, na historia nzima ya maisha yako ikabadilika. Kwa hiyo unapomwambia Mungu, mwambie Mungu, kama siku moja inaweza kufanana na miaka 1000, sembuse mwezi mzima. Sembuse mwezi mzima. Ninaomba hii baraka iliyoko kwenye huu mwezi, ninaomba upendeleo ulioko kwenye huu mwezi, ninaomba favor iliyoko kwenye huu mwezi. Nikakuone ukinishauri kama Isaya alimtamka Yesu kwa yeye ni mshauri, ni mfalme wa amani. Mungu, naomba nikaione amani kwenye huu mwezi. Ninaomba ukanishauri kwenye huu mwezi. Ninaomba nikauone huo uweza wako wa kifalme kwenye maisha yangu, nikakuone ukijishughulisha na vitu vyangu. Kwa hiyo unapoomba unajipatanisha na kilichoko kwenye huo mwezi. Hautaomba sawa na mtu mwingine. Kuna kitu cha tofauti kitatokea kwenye maisha yako, kwa sababu imani yako ni imani iliyokuja kwa kusikia neno na ukaamua kujiunganisha na hilo neno. Nimekwambia kuna wakati unapopata taarifa fulani, ile taarifa inaenda inaamsha nini? Imani yako. Ikiamsha imani yako, hata unapoomba unaomba kitu unachokijua. Mungu, kuna kitu kwenye huu mwezi, kuna kitu kwenye huu mwezi. Huu ni mwezi wa milango kufunguka.
Huu ni mwezi wa mimi kukumbukwa. Huu ni mwezi wa mimi kuonekaniwa. Ni mwezi wa kujibiwa. Ni mwezi wa kulipwa madeni yangu. Ni mwezi wa kusamehewa. Kile ambacho unang'ang'ana nacho kutoka kwa Mungu, unakidai kwa Mungu, ukaone kikifanya nini? Kikitokea. Ukaone kikiwa halisi kwako. Kwa namwambia Mungu, ninajipatanisha na hizi baraka zilizoko kwenye huu mwezi. Ninajipatanisha na hizi baraka zilizoko kwenye huu mwezi. Kama Mungu alifanya agano na Ibrahim kwa njia ya sadaka, akadai vyenye uhai 5, na ile sadaka ambayo siku ile Ibrahimu aliitoa ndio sadaka ambayo Mungu alikuja kuikumbuka wana wa Israeli walipokuwa wapi? Utumwani miaka 400. Mungu alipokumbuka sadaka, alikumbuka ile ambayo aliidai makundi mangapi? 5. Alipodai ndama, alipodai kondoo, alipodai mbuzi, alipodai ua na njiwa. Ile sadaka alikuja kuikumbuka. Kwa mwezi huu ni mwezi wa kuachilia sadaka. Mungu, ninajipatanisha na baraka zangu zilizoko mbele yangu kwa njia ya sadaka, ukaikumbuka. Kwa hiyo hata sadaka unayoiachilia mwezi wa 5, Bwana asifiwe, ni sadaka ambayo ndani yake imebeba baraka ya mbegu. Kwamba Mungu, ninatoa sadaka lakini nataka kuona inaota. Amen. Ukaikumbuke. Kama Mungu atakuja kuikumbuka hiyo sadaka mwezi wa 8, akaikumbuke huko mwezi wa 8. Kama ataikumbuka mwezi unaokuja, akaikumbuke. Lakini unapoomba unajipatanisha na hiyo neema, unajipatanisha na hizo baraka. Sasa kwenye ulimwengu wa roho, wachawi nao huwa wanafuatilia namba. Usisahau hicho kitu. Na huwa wana uwezo wa kuloga kabla hiyo namba haijafika. Huwa wana uwezo wa kufunga vitu kabla hiyo namba haijafika. Na tunaona hivyo kwenye maandiko. Labda Mungu akinipa nafasi nitakuonyesha hicho kitu labda kesho. Lakini huwa wanakwenda kwenye ulimwengu wa roho, wanaufunga mwezi kabla mwezi haujafanya nini? Haujatokea. Wanauzuia mwezi kabla mwezi haujatokea. Kwa hiyo unapoomba, achilia pia damu ya Yesu, kwamba chochote chenye mahusiano na maisha yangu na baraka zangu kilichofungwa na wachawi na waganga na washirikina kwenye mwezi wa 5 kikaachie. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeelewana namna ya kuomba, watu wa Mungu. Kwa hiyo hivyo ndio tunavyoomba mbele za Mungu kwa ajili ya baraka za mwezi wa 5. Kama umenielewa, naomba usimame mahali ulipo, twende mbele za uso wa Mungu kwa maombi sasa. Unapoomba, achilia damu ya Yesu kwenye vitu unavyojishughulisha navyo. Achilia damu ya Yesu kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye project, kwenye mashamba. Peleka huko damu ya Yesu kila mahali kwenye kitu unachojishughulisha nacho. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu inene mema, hiyo damu ya Yesu inene mema. Jina la Yesu libarikiwe. Unaweza ukashika na sadaka yako ambayo Bwana amekupa kwa ajili ya ibada hii. Tunapoingia kwenye haya maombi, tutaunganisha na sadaka zetu mbele za Bwana. Mungu wetu, Mungu mwaminifu, Mungu wetu, Mungu anayejibu kwa moto. Tunapomwita anaitika, tunapoomba anatusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba unyanyue mkono wako juu. Tunaenda kwenye maombi sasa. Sema, Bwana Yesu, ninaomba damu yako inene mema kwa ajili yangu, inene mema kwa ajili ya baraka ulizoziachilia mwezi wa 5. Nimejua namba 5 ni namba ya baraka, ni namba ya upendeleo, ni namba ya rehema, ni namba ya neema,
ni namba ya majibu. Leo kwa damu ya Yesu ninatakasa mwezi wa 5, ninatakasa mwili wangu na uambatanisha na upatanisha na baraka za mwezi wa 5 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 5 ukawe mwezi wa baraka kwenye maisha yangu. Milango iliyofungwa ikafunguke mwezi wa 5 kwa jina la Yesu. Yale niliyoyakatia tamaa nikaone majibu yake kwenye mwezi wa 5 kwa jina la Yesu. Magonjwa yakapone kwenye mwezi wa 5 kwa jina la Yesu. Milango ikafunguliwe kwenye mwezi wa 5 kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila Goliath aliyesimama mbele yangu mwezi wa 5 akaanguke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Zile karama, zile huduma zilizozuiwa zikafanye kazi mwezi wa 5 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mwezi wa 5 nikaone upendeleo, mwezi wa 5 nikaone upendeleo, mwezi wa 5 nikainuliwe watu, kabila za watu kwa ajili ya maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naenda kinyume na kila mamlaka za giza, mamlaka za uchawi, roho za ushirikina zinazozuia baraka yangu, zilizofunga kibali changu mwezi wa 5 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo milango ya kiuchumi ikawe wazi mwezi wa 5 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo neema ya kustawi, ya kuchanua nikaione tena mwezi wa 5 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mlango nitakaogonga mwezi wa 5 ukafunguliwe, ukafunguliwe, ukafunguliwe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuachilia damu ya Yesu, endelea kuomba kwa ajili ya mwezi wa 5. Jipatanishe na hizo baraka, jipatanishe na hicho kibali, jitabirie mwenyewe. Unataka kuona nini kinatokea kwenye huu mwezi wa 5? Unataka kuona nini kinafanyika kwenye familia yako? Unataka kuona nini kinafanyika? Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama jinsi kulivyokuwa na matao 5 huko kwenye lile birika la Bethesda, Baba, ninaita hiyo damu ya msalaba, ninaita hiyo damu ya msalaba kuponya. Kama ulivyoachilia uponyaji, ukaachilia uponyaji mwezi wa 5 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kama jinsi Daudi alivyochagua mawe 5 na jiwe moja likamwangusha Goliathi, ndivyo Bwana ninavyoachilia hekima juu ya mtoto wako, ninavyoachilia hekima juu yake. Ukampe neema, ukampe kibali, ukampe neema, ukampe akili, ukampe hekima ya kujua maamuzi atakayoyafanya yatakayomwangusha Goliathi aliyesimama kwenye eneo lake la uchumi, aliyesimama kwenye afya, aliyesimama kwenye ndoa, aliyesimama ofisini. Leo Goliathi akaanguke kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu. Ninakataa upumbavu kwenye mwezi huu wa 5. Ninakataa uzembe, ninakataa ujinga kwa moto na damu ya Yesu. Baba, ukaachilie busara, akaone baraka zilizofungamana na busara, akaone baraka zilizofungamana na hekima kwenye huu mwezi wa 5 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaachilia hiyo neema ya kumsaidia, ninaachilia hiyo neema ya kutetewa. Kama vile Benjamini alivyopata mara 5 zaidi kuliko ndugu zake, ndivyo ninavyoachilia upendeleo, ndivyo ninavyoachilia favor kwenye mwezi wa 5, akapate mara 5 zaidi kwenye mwezi wa 5, akakumbukwe mara 5 zaidi kwenye mwezi wa 5, akapate kibali mara 5 zaidi, akaone hiyo neema, akaone huo upendeleo, akaone huko kustawi, akaone huko kuchagua
Yesu, katika jina la Yesu, ninaachilia hiyo damu ya msalaba, hiyo damu ya mwana kondoo, hiyo damu ya msalaba, hiyo damu ya mwana kondoo ipite kwenye kila eneo lenye uzito. Hiyo damu ya Yesu ipite kwenye kila eneo lenye ugumu. Mwezi wa 5 ukawe mwezi wa breakthrough, ukawe mwezi wa upenyo, ukawe mwezi wa kuona lile giza lilotanda kuanzia mwezi wa kwanza likaachie, likaachie, likaachie. Maana umesema utageuza giza kuwa nuru mbele yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hilo giza likaachie, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, kajifunue mbele yake, kajifunue kama mshauri, kajifunue Bwana, kajifunue kama Baba wa milele, kajifunue kama Mungu mwenye nguvu, kajifunue kama mfalme wa amani, kajifunue Bwana mwezi wa 5, akaone uendeleo, akaone hatua mpya, akaone kuvuka, akaone kustawi, akaone kuchanua, akaone kuongezeka. Yale yaliyokuwa hayawezekani yakawezekane tena. Baba, kwa damu ya Yesu ninaangusha sadaka na kafara za miungu zilizoufunga mwezi wa 5, zilizoufunga mwezi wa 5. Asione majibu, asione upendeleo. Hizo sadaka, hizo kafara, hayo maneno ya watu wabaya yaliyoufunga mwezi wa 5, asione hatua ya kiuchumi, asione kuongezeka. Leo ninaachilia hiyo damu ya Yesu, ninaachilia hiyo damu ya Yesu kuangusha kila kilichoinuka, kuangusha kila kilichosimama kwa moto wa damu ya msalaba. Baba, anapoachilia sadaka kwa ajili ya mwezi wa 5, ukamkumbuke, ukamkumbuke, ukamkumbuke. Ninakumbuka ulidai sadaka ya ndama, ukadai sadaka ya mbuzi, ukadai sadaka ya kondoo, ua na njiwa. Bwana Yesu, na hiyo sadaka uliikumbuka walipolia, ulikumbuka walipoita. Mtoto wako anapoachilia sadaka, anapounganisha sadaka na mwezi huu wa 5, Baba ukamkumbuke, ikawe mbegu, ikafanyike mbegu ya matokeo anayoyahitaji kwenye mwaka huu. Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, hatuachi kuomba kwa ajili ya taifa letu, hatuachi kuomba. Leo ikiwa ni tarehe 5 mwaka 2025, tunaomba kwa ajili ya neema yako juu ya uchaguzi ulioko mbele yetu. Baba, tunatamka amani, tunatamka haki yako, tunatamka nguvu zako, tunatamka ulinzi wako juu ya taifa hili na mipaka ya taifa hili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakataa ubaya, tunakataa uovu, tunakataa hila, tunakataa ratiba za uharibifu. Havitakuwa, havitafanikiwa. Wale malaika wako watakatifu wakatutetee, wakatutetee, wakatutetee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaliazimisha na kulitukuza jina lako. Asante kwa sababu ya uaminifu wako Bwana. Asante kwa sababu ya matendo yako makuu. Asante kwa sababu unajibu kwa moto. Asante kwa sababu umetusikia. Baba, ninamkabidhi mtoto wako msalabani, ninamwachilia kwenye neema yako Bwana. Ninaomba ukamjibu sawasawa na kuamini kwake, kamjibu sawasawa na kuomba kwake, ukajifunua Bwana kwenye kila eneo analotamani kuona ukijifunua, ukajifunua kwenye kila eneo analotamani kuona ukijifunua, ukajidhihirishe kwenye kila eneo analotamani kuona ukijidhihirisha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huo mkono wako usimpungukie, hiyo neema yako isimpungukie. Nami ninaikabidhi sadaka yake msalabani, ukaibariki, ukaitakabari. Ninaileta siku ya leo ikawe siku ya baraka kwenye kila eneo atakaloingia na kukanyaga, akaone upendeleo wako Bwana,
katika jina takatifu la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini.